I say that because I wish one day you say prophet. Nimeiona neema ya kufundisha Mungu nifundisha. I see the grace of teaching what you are kiwa nyumbani kwa Mungu, mwambie Mungu naomba unisaidie ile mazoea niache pale mlangoni. When you are in the house of the Lord, take the Lord that spirit to live there. Roho ya mazoea inafanya watu wengi kufukuzwa kutoka kazini kwao. That spirit that made most people to be chased. Roho ya mazoea inafanya watu wengi kukosa hata kazi. To miss even the employment. Unaenda kazini siku ya kwanza kushaka kudadadazia bosi, bosi unajichekelesha. You are just there for the first day. Bosi anasema hapa hamna mtu. Bosi sitaki mtu anacheka. I do not want to someone who loves. Roho ya mazoea. The spirit of usefulness. Umefika kazini siku ya kwanza, kila mtu unamjua. Everyone you know for the first day. Na hatari. You have danger. Umefika kazini siku ya kwanza unazima tu. You are getting the first day, you just rafiki, friend, hatuna kitu kitakachoweza kutusaidia zaidi ya maombi. We don't have something that can help us apart from prayer. Nilikuwa natamani sana niandae timu ya maombi. I wish that I could prepare the team for prayer. Kila nikizungu sioni. When I look, I do not see. Yaani hata wale niko nawategemea kwa ajili ya kuongoza maombi sioni. Even those one which I depend that they should know prayer. pray. Na uchovu. I see people tired and Shetani akijua kwamba unatamani kuvuruga ufalme wake. When the devil knew that you wish to destroy its kingdom, vitu atakavyovifanya ndani yako, the things that they shall do to you, one, atakufanya uwe chovu kwenye maombi. will make you to have fatigue in Bibi, two, atakufanya ushindwe kumtafuta Mungu kwa bidii. will make you prefer to find the presence of the Lord, kuishi kwenye maisha ya utakatifu, to live in the life of holiness. Yaani ule muda ambao unajisikia kuomba sana, That time we wish to pray. Tutaomba saa 11 asubuhi. You say you shall pray in the morning. Kama mtirisha alarm. My wife just keep the alarm. Saa 11 asubuhi alarm Then at 5 a.m. Hebu sisi kwanza ndio tunatusumbua, tutaomba mchana saa 6. You say you shall pray in the afternoon. Una hatari. You have danger. Vitu na leo unaomba dakika 5. You are just praying for 5 minutes. Maombi ya chakula. The prayer for food. God, wanajua vyema Bwana. You know me better, Lord. Hakika mimi nimekuwa mkamilifu mbele zako. Being righteous and faithful to you. Naomba unilinde unitunze katika salama, amina. Just help me to stay, amen. Niote ndoto njema, amina. To dream good dreams, amen. Seriously. Hayo kisha ndoto njema. And if you dream a good dream, nini kinatokea? What comes after? Ukishalala salama, if you sleep well, nini kinatokea? What comes after? Kwa sababu unapoomba, because when you pray, tegemea kupata matokeo ya maombi uko nayaomba. Expect to get that manifestation of the prayer. Kiwango chako cha kuomba kwako, your level of your own praying, ndicho kiwango chako cha Mungu kuyajibu maombi yako ndani ya muda. Is your level of the Lord to answer your prayers in time. Amen. Kiwango chako cha kuomba kwako, your level of praying, ndicho kiwango chako cha kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Is your level of receiving that prayer from the Lord. Unaomba dakika